Usiende kwa mganga akakupa dawa ya kuoga, unajichelewesha katika maisha na kudanganya. Nenda kwa mganga, mwambie mimi nataka kufanikiwa. Mganga akikwambia mtoe mke wako, huyo ndio mganga. Mganga akikwambia mtoe mama yako, huyo ndio mganga. Mganga akikwambia mtoe mme wako, huyo ndio mganga. Hapo utafanikiwa kweli, kwa sababu hakuna mafanikio ya agano. Hakuna agano linaloweza kudumu mpaka uwe umeua, iwe kwenye nuru iwe kwenye giza, ni lazima uwe. Sasa sisi tulioiamini nguvu ya Mungu hatuui watu, lakini yuko aliyekubali. Maandiko yanasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Sasa wewe unahangaika nini? Upo kanisani lakini bado unatafuta vitu huko nje. Hakuna nguvu inaweza kuoperate kwa kushikana, lazima ujiachie sehemu moja. Kwa hiyo kumbe, katika upande wa Mungu anatakiwa mtu afe, na katika upande wa shetani anatakiwa mtu afe. Unataka kufanikiwa tu hivi tu, usiwaone watu hapo kwenye Range Rover yao, waache. Mama yupo ndani huko kwenye chumba kafichwa, acha kupenda lift. Wengine wanatembea nao kwenye magari yao. Ndio jamaa hataki kumpakia mtu, kumbe ana mtoto wake nyuma. Ndio masharti aliyopewa, na lazimisha kwenda kuingia mbele. Utapigwa vibao kwenye gari na umuoni. Ndio unafika nyumbani una degedege hivi, umesha shingo imepinda hivi. Ni magari ya watu, yana siri hayo. Sioni watu wana roho mbaya. Ndio masharti waliopewa. Hii dunia huwezi ukafanikiwa bila kuua, ufanikiwi. Na wanauao watu 4, mama au baba, mke au mtoto, watu 4 tu. Ukimuua mjomba, sema tu kwamba ana kero, kazidisha kero, umuondoe duniani, ni mbea. Lakini mjomba hawezi kufanikisha. Ukimuua bibi, sema amezidi wanga, umemuua tu, anazuia mambo yako. Lakini sadaka ya kufanikiwa upande wa shetani ni sadaka 4: baba au mama, mtoto, mume au mke. Sasa huu ni upande wa shetani. Na upande wa Mungu pia akasema, wanangu wameshatoa sadaka nyingi, mbuzi wametoa hivi, hapana, lakini mwili aliweka tayari. So maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee. Hiyo ndio sadaka yangu mimi na wewe tulio. Kafara alishafanya. Ndio maandiko yanasema dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili uliweka tayari. Kwa Yesu alikubali yeye kuwa sacrifice. Yesu alikubali yeye kuwa auawe, kwa sababu hakuna mafanikio bila kuua mtu. Ndio maana Yesu akasema, sasa nani atauawa? Ibrahimu akaambiwa, Bwana, hakuna agano bila kuua. Ndio akamchukua Isaac, anampeleka ili amuue. Alipotaka kumuua, geuka. Alipogeuka akamkuta kondoo, akamwambia, wewe kondoo, sisi tuliomwamini Mungu hatuui mtu. Aliyeandaliwa kuuawa ni huyu mmoja, kondoo asichukue dhambi za ulimwengu. Mwana kondoo. Kuna mtu anaelewa injili hapa? Kondoo ni nani? Akachukuliwa kondoo ndo akauawa.